Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau kariha al-mushrikun. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillahi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du, mutabi'una al-a'izza, ikhwani, ndugu zangu, amma ba'da ya kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala na kuzihitaji rehma na amani zake subhanahu wa subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani, leo mada yangu itahusu bukau fil manami. Mtu ukijiona unalia usingizini, ukiota ndoto kwamba unalia kilio usingizini, unalia usingizini, hiyo ndio njozi leo nakuletea kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla sijaendelea, ni kuombe hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe, basi yabonyeze mara moja maandishi hayo, na itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze tena mara moja. Hiyo itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii nzuri, na kila zuri linapotoka basi mimi na wewe tunakuwa ni wa kwanza kupata taarifa zake. Ama njozi hii ya kuota kulia ina mambo mengi ndani yake, lakini niseme tu kulia kama kulia tu usingizini yenyewe, kuna julisha haya yafuatayo. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa analia usingizini, basi njozi hiyo inamjulisha kwamba utapata nguvu ya macho. Hiyo ni jibu la kwanza. Ukiota unalia tu, hajalishi unalia umepigwa, hajalishi unalia umefiwa, yani kwamba umegundua kwamba mimi usingizini nilikuwa ninalia kwenye njozi, basi fasiri ya kwanza tunasema utapata nguvu ya macho, unabashiriwa kupata nguvu ya macho. Kwa hiyo kwa wale watu ambao wenye macho dhaifu, wenye macho sijui yaliyochunwa, wenye macho sijui yanatarajiwa kwenda kufanyia operation, wenye macho na kadhalika, ukapata njozi hiyo, maana yake unabashiriwa sasa macho yako yanarudi katika hali iliyokuwa nzuri. Na kama ulikuwa ni kipofu au uono wako ni mdogo, basi tarajia kuona vizuri. Hiyo ndiyo maana ya nukta hiyo ya kwanza ya kuota njozi, ya kuota kulia usingizini. Ama nukta ya pili ya kuota kulia usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa analia hali ya kuwa kilio chake kimechanganyika na kutonga au kuugulia. Mtu akaota usingizini analia, lakini kilio hicho kikao kimechanganyika na kutonga au kulia, kutonga au kuugulia, yani mtu akawa analia yani vitu kama hivyo. Maana yake njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba unayoyatafuta maishani mwako hautoyapata. Ndiyo maana ya njozi hiyo na fasiri yake. Ama nukta ya tatu ya njozi ya kuota unalia, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa analia na kilio chake kikawa kimeambatana na makelele au kukawepo nyimbo zikiimbwa, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo. Maana wapo wengine ambao wanaolia huku anaimba nyimbo za kikwao, labda za kikabila, yani analia huku, yani ule uliaji wake na wimbo hapo hapo unakuwa unatembea. Lakini pia wapo wengine wanalia huku wanapiga makelele. Hii ni hatari sana. Kwa hiyo ukiota unalia, unapiga makelele au unaimba nyimbo, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utapatwa na msiba mkubwa sana katika maisha yako. Ama njozi, nukta hii ya nne, njozi ya kuota unalia, bukau fil manami, tunasema mtu unapolala kisha ukaota kuwa unalia na kilio hicho kikaambatana na makelele
na kujipiga makofi na kujichana chana mwilini na kuchana nguo, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo. Maana wapo watu ambao wanalia, anapiga makelele, na mtu mwingine akilia analia huku anajipiga makofi, kama labda mathalan amefiwa na mume wake, mume wangu umeondoka, sasa yule samaki tutampata wapi, si nini, anakuwa anajipiga makofi, mwingine anajipiga hivi na kadhalika, mwingine anakuwa anachana nguo, hata nguo zenyewe anaziona ni nzito tena kwake yeye, anachana nguo katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo ukiona unaota njozi ya namna hiyo, tunasema hayo ni maradhi makubwa yatakayokupata yatokanayo na uchawi na mashaitani. Hii ndiyo tafasiri ya njozi hiyo. Ama nukta ya 5 ya njozi ya kuota unalia usingizini, tunasema bukau fil manami. Kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa analia kilio kikubwa sana, lakini kulia huko ni kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa makosa uliyoyafanya, au ukalia kwa sababu ya kusikiliza maneno matukufu ya Qur'an, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utapata furaha maishani mwako, utapata faraja maishani mwako, utaondokewa na shida na tabu katika maisha yako. Hiyo ndiyo fasiri maalum ya njozi ya kuota unalia usingizini. Inshallah biidhnillahi tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu akujalieni kheri na fanaka tele katika maisha yenu katika fasiri hizi za njozi ninazokuletea. Lakini niseme mengineyo nimpende kuambia kwamba njozi yako ni maisha yako, njozi yako ni bishara yako, njozi yako ni nadhiri kwako, njozi yako ni bishara kwako ambayo inakubashiria mambo mazuri utakayokuja kuyapata. Lakini njozi yako ni nidhari kwako, ni tahadharisho kwako kwa yale mabaya yanaweza kuja kukutokea. Lakini pia njozi yako ndiyo maisha yako kamili. Usikubali kuidharau njozi yako, usikubali kuitupa njozi yako, usikubali kuitelekeza njozi yako. Njozi yako mafanikio yako. Inshallah, kabla sijaondoka, hapo chini kuna maandishi mekundu, yabonyeze, yameandikwa subscribe. Bonyeze mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nawe ibonyeze tena mara moja. Hiyo itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii pendwa. Inshallah niseme wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.